ili sote tusimame pamoja katika nyakati muhimu kama hizi, na yeye awe mstari wa mbele kutuepusha kwa kutoa uongozi katika namna yoyote ya mgawanyiko unaweza kutokea katika nchi yetu. Yote haya hayajafanyika. Uchaguzi umekuwa kioja, umekuwa kiini macho. Hata wale ambao tunaweza tukasema ndio kama wapinzani hivi, kiongozi wao mfungwa gerezani, anaendelea na kesi huko. Chama chake kimepigwa pini kubwa kweli, kisiwezi kufanya hata siasa katika nchi yetu katika msingi wa haki. Hili halikubaliki, lakini nchi imegawika, watu wanasikitika, watu wana huzuni kubwa, lakini viongozi wa Chama cha Mapinduzi ni kama wameshupaza shingo, na hii inatupeleka kwenda kiwango kingine cha kusema watu hawa sio tu wanatakiwa kukataliwa, hatutakiwi kutoa ushirikiano, ikiwemo kuto kuhalalisha haramu wanaoifanya sasa hivi. Hivyo ni muhimu kwa kila mtu kufahamu. Mimi nasema kuto kushiriki uchaguzi ndio kitakuwa kitendo kitakatifu cha kuto kutoa uhalali kwa watu wenye dhamira mbaya na nchi yetu. Nilipenda hili nianze nalo vizuri sana. Leo nitaka niwasimulie mambo kadhaa. Moja, na nitakuwa nimepiki mambo mengi kwa sababu nilikuwa na tafakari sana, nawasikiliza maoni yenu. Mwingine anasema bwana fanya iwe shule, wengine wanasema hapana, tuzungumzie mambo ya watu, na muda hautoshi, kwa nitakuwa nachanganya. Hivi mkisikiliza mgombea wa CCM amekuwa akitoa orodha ya vitu vya kufanyika, vitu ambavyo mkuu wa wilaya anaweza akafanya, vitu ambavyo mkurugenzi wa halmashauri anaweza akafanya, vitu ambavyo kwa kauli ya kiongozi mmoja, mkuu wa mkoa, na vikao vikiketi, jambo hilo linafanyika mara moja namna hii. Tunaona mgombea wa urais ndio anazungumza vitu hivi. Mmemwona kule Songea anaahidi mkituchagua soko hili litakamilika, tutajenga soko. Huu ni mwaka 2025. Soko ni jambo dogo sana ambalo kwa sera hizi za CCM linaweza likakamilika ndani ya muda mfupi kabisa na lisisubiri uchaguzi mkuu. Swali la kujiuliza, kama haikuwezekana kuweka soko, ni kitu gani kingine kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Kama haikuwezekana kujenga hizi flyover tuliziahidi mwaka 2020, ni kitu gani kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Tuliaminisha watu kutoka mwaka 2015 kuhusu miradi ya kimkakati mikubwa ambayo ikikamilika, utekelezaji wake unahusisha watu wengi, kukamilika kwake kunahusu watu wengi. Nikimsikiliza Mama Samia, silioni hilo likitoka. Unasikia tu ni orodha ya vitu vidogo vidogo, Kiingereza ningesema practical needs, mahitaji madogo madogo, ndio hayo yanatuahidi. Tafsiri yake nini? Hawana dhamira ya kweli na ya dhati, na yeye akiongoza kutufanyia mageuzi makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Hili mimi sikubali na nalikataa kwa nguvu zote, kwa sababu nchi hii Watanzania wanalipa kodi, ndio inaendesha serikali, ndio inapaswa kutoa maendeleo kwa watu wetu. Pesa ya nchi hii inatosha kufanya mabadiliko na mageuzi makubwa ya kuleta maendeleo makubwa kwa watu wetu wa Tanzania. Unapoona tunatoa ahadi nyepesi za kujenga masoko hapa na pale,
inasikitisha. Haya mambo yalitakiwa kwa kauli moja yangekuwa yamefanyika. Kama hayakufanyika katika miaka mitano ambayo tumeikamilisha mwaka huu, najiuliza tulikuwa wapi? Kwa nini hatukufanya? Tumewaeleza wananchi kwa nini hatukufanya, na sisi wananchi tumewaelewa sababu zao kwa nini hatukufanya, kwa sababu sisi wananchi hatukuacha kulipa kodi wakati wowote ule kwenye nchi yetu. Kama sisi hatukuacha kulipa kodi, kwa nini wao hawakutekeleza wajibu wao? Tusifurahie kwenda kwenye hii mikutano ya hadhara anafanya. Of course mikutano hii anaweza kawa yeye ana utaratibu wake wa kuleta watu wake pale, lakini isituzuie kuendelea kujadili Mama Samia alikuwa wapi mtu kufanya mambo haya katika miaka mitano iliyokamilika kipindi hiki. Mimi nimewahi kuuliza kipindi fulani mwaka 2021, na niliuliza kwa sababu nilikuwepo kipindi ambacho Mama Samia akiwa makamu wa rais na rais akiwa John Pombe Joseph Magufuli alimuita Mama Samia, alimuita waziri wa TAMISEMI wakati huo Simba Njafu, akawaambia msinyanyase wamachinga, msiwahamishe bila kuwaeleza kwa hakika mnawapeleka wapi, au kuweka utaratibu rasmi na ulikuwa wazi kusema tunatoka hapa tunakwenda kule, na wale wanaosikiliza watasema kwa hakika ninaiona mipango inayokwenda kulinda maslahi mapana ya biashara zetu na maisha yetu, na huo ndio utu wa watu wetu. Baada ya Rais Magufuli kufariki ikafanyika kampeni kubwa ya kuwaondoa wamachinga kote nchini Tanzania, kuwavuruga kabisa kutoka kwenye maeneo yao walikuwa wakifanya biashara. Hakukuwa na maelezo ya msingi, mnawatoa hapa mnawapeleka wapi na kwa nini na mpango ni upi? Naweza mimi nikaonekana muongo leo, lakini wamachinga si wapo? Je, kutoka mwaka 2021 22 mpaka leo hali zao zimeboreka kwa hamisha ile? Kama ndio, wao wawe mashuhuda. Kama sio, ni wakati wa kutafakari ya kwamba kama wameshindwa kujenga mustakabali mpana wa wafanyabiashara hawa wadogo wadogo, ni mustakabali upi wanatuahidi katika miaka mitano inayokuja? Au ndio ile hadaya jukwaani, ukiomba kura na baada ya kupata kila mtu ajijue, kila mtu afe na lwake?